naweza kusema kwamba ni mtangazaji wa siku nyingi na mwandishi wa habari kidogo, na miaka kama 38 kwenye fani. Marehemu Charles Martin Hilary tulifanya naye kazi pamoja kuanzia mwaka 1988 nilipojiunga na Radio Tanzania, wakati huo ikiitwa RTD, umaarufu wake ambayo kwa sasa hivi ndio TBC. Kwa hiyo Charles baada ya kuwa amebaini kwamba mimi kiasi na nasaba kidogo na Zanzibar, manake mimi upande mmoja nazaliwa Zanzibar upande wa mama na yeye ni upande wa Zanzibar, kwa hiyo kidogo tukawa karibu sana. Kwa hiyo tukafanya kazi pamoja, na kitu ambacho nilikigundua kwa Charles, licha ya kuwa mimi alikuwa karibu na mimi kwa sababu labda nimetokea Zanzibar, lakini sio mimi tu, ni kwa watu wengi sana. Milango ya Charles ilikuwa iko wazi kwa watu wengi sana. Milango ya Charles, alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kutoa ujuzi wake kwa mtu yeyote aliyehitaji. Hakuwa mchoyo wa elimu. Kikubwa ambacho nitamkumbuka Charles, Mungu alimjalia kipaji cha sauti nzuri sana. Unajua kwenye fani ya utangazaji tupo watangazaji wa aina nyingi. Unaweza ukawa mtangazaji ikatokea msikilizaji ama mtazamaji fulani asipende sauti yako. Lakini mimi hata kama sijafanya utafiti, ninaamini wasikilizaji wengi upande wa redio na watazamaji wengi upande wa TV waliipenda sana sauti ya Charles. Na waliipenda si sauti tu, ni kwa sababu alikuwa na lafdhi nzuri ya kusoma taarifa za habari, za kuandaa vipindi vizuri, lakini pia hata kwenye kutangaza mipira alikuwa na vionjo vya peke yake. Mungu alimjalia kipaji kile. Na nakumbuka wakati na mimi naanza kutangaza mpira, aliwahi kuniambia kwamba bwana Majura, wewe ni mtangazaji mzuri sana, jitahidi usionyeshe mapenzi kwenye hivi vilabu vya Simba na Yanga, utawaudhi watazamaji ama wasikilizaji. Na mimi nilifuata nyayo zake, kwa sababu Charles ni kama mwaka mmoja na nusu uliopita ndio mara ya kwanza ametamka yeye kwamba alikuwa ni shabiki wa Simba, lakini watu wengi hawakuwahi kufahamu hilo, kwa sababu alizingatia miiko ya utangazaji kuhakikisha kwamba hakuna upande anao uudhi ama kuukera. Lakini kikubwa kingine ambacho Charles mimi nitamkumbuka, pamoja na kuwa alikuwa ni star kwenye utangazaji ama alikuwa ni nyota, Charles ya kujisikia. Sio kama vijana wa sasa hivi, akipata umaarufu kidogo anavimba makwapa, anataka akifika sehemu kila mtu amjue. Sio Charles. Charles umaarufu hakuuvaa wala au kumvaa, alibaki ni Charles yule yule, Charles mtu wa kawaida. Kwa hiyo kingine ambacho nitakikumbuka kwa Charles ni pale kwenye mwanzoni mwa miaka ya 90, yeye na watangazaji wengine kama kina Mikidadi Mahamudu, kina Abubakari Liongo, kina Julius Nyaisanga walipohama Radio Tanzania wakahamia kwenda kuanzisha Radio 1. Nasema kwamba katika lile wimbi, na sisi baadaye tuliondoka tukaenda Radio 1, lakini nasema lile wimbi lote tuliloondoka Radio Tanzania mwanzoni mwa miaka ya 90 ile, Radio Tanzania ilipata pigo zaidi kwa kuondoka Charles. Kwa nini? Kwa sababu Charles ama sauti yake ilikuwa ndio inatumika sana kwenye matangazo ya biashara kwenye radio. Na tuseme kama alikuwa kama mgodi wa kuzalisha pesa Radio Tanzania kutokana na sauti yake. Sasa ilipotokea akaondoka ghafla akahamia Radio 1, kidogo Radio Tanzania naweza kusema hata kama hawakusema waliyumba sana kutokana na Charles kuondoka. Na sisi baada ya kuona kwamba Radio 1 imekuwa haraka sana, na sisi tulivutiwa tukajiunga nao. Kwa hiyo Charles mara ya mwisho nakumbuka ni mwasiliana naye tarehe 21 mwezi wa 4 uliopita, kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu sana. Tulizungumza mengi. Ninachosema kwa watangazaji wa sasa hivi, kikubwa, hebu tujaribu kufuata zile nyayo ama mazuri yote aliyoyafanya Charles. Kama kuna mtu alijifunza chochote, ninashauri aendelee kujifunza. Lakini kwa watangazaji vijana, watutumie sisi ambao na sisi bado tupo. Tusisubiri kwamba mtu atakapokuwa ameondoka duniani unabakia kusema kwamba pengo lake halitozibika. Mimi nisingependa nitambulike hivyo. Mimi nataka kwamba niache alama kwamba nimefundisha mtu fulani, hata Majura asipokuwa hayupo, kijana anaweza akafanya ile kazi.